الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ama baad, jana tulitaja baadhi ya dua katika Qur'ani ili na sisi tuongeze katika idadi ya dua zetu tunazosoma kila siku, na hizi ziwemo miongoni mwa dua zetu inshallah, kwa sababu dua za Qur'ani ni nzito zaidi kuliko dua nyingine, kwa sababu dua hizi zimenukuliwa kwa maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tunafunzwa na Allah ili tuombe dua kama alivyoomba as-salihin, watu wema. Na kama tunavyojua Mwenyezi Mungu anatuhimiza tuombe kama ilivyokuja katika aya, waqala rabbukum ud'uni astajib lakum, waqala rabbukum ud'uni astajib lakum, akasema Mola wenu mlezi niombeni nikupeni, nikuitikieni kile mnachokitaka. Kadhalika tulipokuja swala alipoulizwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, tumuombe Mwenyezi Mungu kwa kupiga kelele au tumuombe kwa taratibu na kimya? Rabbuna ba'idun fanunadih am qaribun fanunadih, Rabbuna ba'idun fanunadih am qaribun fanunajih. Je, Mola wetu yuko mbali tumuite tuseme kwa sauti kubwa almunada, au yuko karibu fanunaji almunajah, yale mawasiliano kwa utaratibu kutokana na moyo wako kwenda kwa Mola wako bila kupitia watu wakasikia. Yani almunajah yunaji rabbah, yani anakaa anamwomba Mola wake kwa sauti ya ndani kabisa, kwa sababu Mwenyezi Mungu anajua kila kitu. Ndio akajibu swala hili kwa aya katika sura al-Baqara, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, wakikuuliza waja wangu kuhusu mimi niko mbali au karibu, fa inni qarib, niko karibu na wasikia kile wanachokiomba. Ujibu da'wata da'i idha da'an, ujibu da'wata da'i idha da'an, na mwitikia ile ombi la yule mwenye kuomba pale anaponiomba. Idha da'an, ikiwa anataka kuniomba niombe. Ina maana kwamba hapa tunahimizwa sio utapewa tu hivi tu bila kuomba. Omba ili nini? Upate kwa wingi na kwa uzuri zaidi. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anatoa mashaallah, humpa kila mtu bila hata kuomba. Wakati mwingine Mwenyezi Mungu anasema katika aya, tena aya mbili, anasema kwamba nini? Anasema wa atakum min kulli, amekupeni katika kila kitu, ma sa'altumuhu, hamjaomba ile kakupeni, kakumbeni, anakupeni riziki, anakupeni siha, anakupeni kila kitu. Ma sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, haisabuni neema za Mwenyezi Mungu. Neema za Allah mnaweza kuzihesabu, hamwezi kudhibiti mkajua hesabu yake. La tuhsuha, hamwezi kufanya idadi kwa njia yote ile. Kwa hivyo hata kwa kompyuta wala kwa popote, la tuhsuha. Siku hizi neno hili la tuhsuha wanaitumia katika Waarabu, wanasema ihsa. Ihsa ni statistics. Unajua hesabu zinazofanya kwa statistics, yani kwa uchambuzi wa mambo mpaka ukajua undani wa kila kitu, statistics. Kwa hivyo la tuhsuha, hamwezi kudhibiti mkajua neema moja. Wacha hajasema neema, neema moja huwezi kuikisia. Neema jicho tulopewa wewe huwezi kulipa, hauwezi kujua ukubwa wake neema hiyo. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anasema niombeni, idha salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idha da'an falyastajibu li walyu'minu bi la'allahum yarshudun. Falyastajibu li manake nini? Falyastajibu li manake nini? Istijaba lima yuridu Allah, mnijibu mimi ninavyotaka, mtekeleze yale ninayokuamrisheni. Ndio manake ikiwa mtatii mkatekeleza yale anayotaka Allah, kwa nini asikupeni? Wa huwa arhamur rahimin. Kaika sharti yake nini?
falyastajibu li waliu'minu bi, na waniamini mimi, imani sahihi, hakuna kumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu ametoa amri, ombeni na tena atakupeni, kasema. Kwa hivyo tunaomba na tunatazama dua za mitume namna gani walivyoomba, na dua nas as-salihin namna gani walivyoomba. Leo tutatazama katika dua ambazo zimo katika Qur'ani. Tutazame katika surat Anbiya. Katika Anbiya kuna Dhannuni Yunus ibn Matta alipotumbukizwa katika bahari, watu wa chombo kasema lazima mtu mmoja atumbukie, ama tutazama sote, akasema nitupeni mimi, najua sababu mimi kwenda kinyume na yale maamrisho niliopewa, nimekimbia katika nchi bila kupewa amri na Mwenyezi Mungu. Mtume huyo, nitupeni mimi ndio nilikusudiwa. Sasa mimi ile halijaja bure, lengo ni mimi, nitupeni. Wakamtupa. Wakati alipotupa ndo akaomba dua hii, na hii nafikiri hakuna masaibu yanompata mtu zaidi kuliko kutupa baharini, kiza cha bahari kubwa na usiku na samaki walikuwa baharini. Lakini Yunus Dhannuni anatufundisha dua ya kuomba ili Mwenyezi Mungu akuondoshee matatizo. Allah Subhanahu wa Ta'ala katika sura Al-Anbiya anasema, wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fadhanna an lan naqdir alayhi fanada fi adh-dhulumat an la ilaha illa anta subhanak inni kuntu min adh-dhalimin. Wa dhannuni, Dhannun anakusudia hapa ni Yunus ibn Matta. Wadhannuni idhahaba mughadiban, alipotoka katika watu wake kila akiwaamrisha fanyeni hivi, wataki kuamini, wako katika kufuru na ushirikina. Katoka mughadiban, akaenda kapanda chombo na kwenda sehemu nyingine, awe mbali na eneo hili, sije ikashuka mangamizi na mimi kaangamia pamoja nao. Akatoka na huko amekasirika, mughadiban fadhanna an lan naqdir alayhi. Nini maana fadhanna an lan naqdir alayhi? Alifikiri kwamba nini? Watu wengi ufasiri lan naqdir alayhi kwamba nini? Kwamba hatuwezi kumpata. La, sivyo. Lan naqdir alayhi, qadri hapa bimaana nini? Kumtia katika dhiki na taabu na shida. Kama insanu idha mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqul rabbi akraman. Mtu akikirimiwa akapewa nini, mali, nani akutajiri, akaona mimi Mwenyezi Mungu amenikirimu, amenipenda. Wa idha mabtalahu faqadara alayhi rizqahu, qadara nini? Kumdhikisha, kumtia dhiki katika riziki. Kwa hivyo fadhala naqdir alayhi, tumtii katika dhiki, la tutamtupa baharini katika kiza cha usiku na kiza cha bahari na kiza cha samaki. Fadhana la naqdir alayhi, lakini baadaye kamjua kwamba yuko Mungu mwenye kujibu. Fastajabna lahu, tukamjibu. Na aliposema ni wanada fi dhulumat, akapiga kelele na kuita katika giza la kila aina, giza la usiku, giza la bahari, giza la tumbo la samaki. Fanada fi dhulumati la ilaha illa anta subhanak, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu min adh-dhalimin. Hakika la ilaha, hakuna anastahili kuabudiwa kwa haki illa anta, isipokuwa wewe. Subhanak, wewe uliyotakasika na kila sifa zisizokuwa zako, sifa za binadamu, sifa za kinyama, wala umetakasika nazo. Tanzihu Allah min kulli sifati, kumtakasa Mwenyezi Mungu na kila sifa zisistahiki kusifiwa. Hii ndio maana subhanak, subhanallah. Subhanallah maana nini? Unamtakasa Mwenyezi Mungu ili abakie na sifa zake zile ambazo alizotufundisha katika asma Allah al-husna. Kwa hivyo tanzihu Allah, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu min adh-dhalimin. Hakika mimi nilikuwa katika watu waliojidhulumu, waliodhulumu nafsi yao kwa kufanya jambo lisiloamrishwa. Lakini Mwenyezi Mungu akasema fa hapo hapo, fa bimaana
inafuatia hapo hapo fastajabna la, tukamjibu, tukamwitikia na tukampa anachokitaka, tumtoe katika tumbo la samaki na tumwepushe na masaiba aliyokuwa nayo na taabu hizi. Fastajabna lahu wa najainahu, tukamwokoa na katika taabu na shida na dhiki aliyokuwa nayo. Wa najainahu min algham. Wakadhalika, na hii hapa ndio inatupa katika rehema za Mwenyezi Mungu, inatupa moyo na sisi kwamba dua kama hii kama tunaomba Allah hajatusahau na sisi. Sio Dhannun peke yake, sio Yunus ibn Matta peke yake. Kasema nini? Wakadhalika nunjil mu'minin, hivyo hivyo pia kadhalika, kama hivyo ndio mwokoa yani Dhannun, Yunus ibn Matta. Kadhalika waumini wanapokuwa katika shida mbalimbali waombe dua hii, tumieni katika starehe na katika shida, katika dhiki, katika tabu, katika furaha, katika chote, kwa sababu binadamu wakati wote anapoishi yumo katika dhiki. Lakad khalaqna al-insana fi kabad, katika tabu na shida. Unastarehe kwa muda mfupi, una furaha ndogo, lakini ukikaa ukiona dhiki zilizokuwa chungu, ikosi zako wewe binafsi, za watoto wako, za ndugu zako, za jamii, katika jamii, za ulimwengu mzima, shida zilizokuwa wakati wote zipo. Unatazama hali ya Waislamu na Uislamu wenyewe na hali ya Waislamu ulivyo katika ulimwengu wa sasa, hali ya watu ambao hawajaslimu pia bado watakwenda haya yote haya, mtu anakaa unafikiri katika mambo yanayotufanya tufikiri na tuwaze, tuwe na humum na gham, dhiki na huzuni. Wakadhalika nanjil mu'minin, hivyo pia tunaokoa waumini wanaponiomba. Kwa hivyo dua hii anatufundisha Yunus ibn Matta ni kauli, la ilaha illa anta subhanak, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu min adh-dhalimin. Lazima ukiri kwamba wewe ulikuwa katika miongoni waliokuwa madhalim. Madhalim wamemdhulumu nani? Wamedhulumu nafsi zao kwa kutaka kuzipeleka motoni. Kwa hivyo unapoomba ukasema min adh-dhalimin, bimaana unaidhulumu nafsi yako kuipeleka pabaya. Kwa hivyo fastajabna lahu. Kwa hivyo kadhalika dua hii kama tunaiomba na sisi, asa Mwenyezi Mungu naye akatujibu na kutuitikia. Ikisirisheni katika kuomba dua hii, la ilaha illa anta subhanak, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu min adh-dhalimin. Kadhalika katika hapa dua hii katika sura al-Anbiya anatajwa Ayub, na tunajua kisa cha Ayub. Mtume Ayub alikuwa tajiri, alikuwa na watoto, mali yote imekwenda, watoto wote wamekwenda, wamekufa, akabakia na umwa miaka 18 kama inavyosemekana, mpaka imefika hadi akaomba dua hii wa Ayuba kabla ya kusoma Dhannuni ila Yunus Matta. Na Ayub akasema wa Ayuba idhnada rabbahu, na Ayub, mtume Ayub, kumbuka pale alipomwita Mola wake, idhnada rabbahu, yani anaita. Na tunaambiwa sisi tunapoomba dua, id'u rabbakum tadarruan wa khufya, ombeni dua zenu kwa unyenyekevu na kwa utoe kwa ndani katika moyo wako, khufya. Na iko sehemu nyingine, id'u rabbakum tadarruan wa khifa. Khifa maana nini? Kuna moja khufya na moja khifa. Khufya kwa utaratibu, kwa kimya, munajaa baina kwa baina rabbik, lakini khifa khufya kuficha. Tadarruan ni unyenyekevu mkubwa kabisa, udhalilifu kabisa mbele ya Mola wako, wa khufya kwa kimya. Na ya pili tadarruan wa khifa, tena hiyo khifa yenyewe kwa taratibu na kimya, wa duna al-jahri min al-qawl, duna al-jahr, usijahirishe, usitoe sauti kubwa sana kwa kuomba. Na hii inaonyesha dalili kwamba Mwenyezi Mungu anapenda munajaa zaidi kuliko munadaa.
almunajaa, alinsanu yunaji rabbahu, anapokaa akisemezana na Mola wake kwa uhafifu, kwa kimya kimya, kwa unyenyekevu, kwa kushikilia, kwa kusisitiza, kwa kulia. Kwa nini? Hivi ndio vinavyotakiwa. Tena tuombe, anasisitiza waduna jahil min alqawli bilghudwi wal asal, asubuhi, jioni, mchana, usiku, kila wakati. At-tasbih wa takbir wa tahlil ma dua. Ombeni, Mwenyezi Mungu anapenda sana kumwona mja wake anashikilia katika kuomba. Ayub alipofika miaka chungu zima, kwanza alikuwa anaona haya kumwomba. Kanipa miaka 70 katika siha nzuri na hali nzuri. Leo ndo kwanza miaka 18, mkewe anaambia muombe Mola wako atakujibu. Miaka 18 nastai kumwomba Mola. Hebu tazama subra. Unapoambiwa sabr Ayub, maana nini? Hii ndo subra. Miaka 18 nastamili katika ugonjwa. Lakini tena baadaye akasema wacha niombe. Wa Ayuba idh nada rabbah. Kuna baadhi ya mambo tunajifunza kutokana na Ayub. As-sabr. Iko sabr katika magonjwa, maumivu, na sabr katika kustahimili njaa, kwa sababu ahsan siyam yana siyam Ayub. Alikuwa anafunga siku moja na anakula siku moja. Anafunga siku moja ili apate kusubiri, na anakula siku moja ili apate kushukuru, apate kufikiria na watu. Kumbe watu wanakana njaa kama hivi wako wengi bila kufunga katika njaa. Astaghfirullah. Daud samani, jazakallah khair. Sijui kwa nini nimepiga. Na vile Daudi, wacha tumpenyeze Daudi pia. Subra pia lakini kupa, jazakallah khair. Asante bwana. Kwa hivyo Daud, siam Daud ile kufunga siku moja na kula siku moja, sio? Inaonyesha pia sabr. Lakini sabri ya Ayub, anaambiwa kigogo cha sabr, mtu huyo ana subra kubwa sana. Sabr Ayub inapigwa mfano yani. Wa Ayuba idh nada rabbah. Wa Ayuba idh nada rabbahu. Idh nada rabbahu, dua yake ilikuwa maneno gani? Na hii ni dua inapendeza kwa mtu mwenye ugonjwa aombe. Mwenye kuumwa aseme nini? Anni massani adh-dhurr, imenishika, imekanata maafa, madhara, yani ugonjwa umenikamata. Anni massani adh-dhurr. Na kwa hivyo, na wewe je Mola, wa anta arhamur rahimin, wewe arhamur rahimin. Nini maana hapa arhamur rahimin? Wewe mwenye rehema kuliko wote wenye rehema. Rehema zako hana haja kwamba niponeshe, na useme na maana nini? Anta arhamur rahimin, na maana naomba kwamba nini uniponeshe, hasio. Na hiyo dalili kaja katika jawabu, fastajabna lahu, tukamjibu naye pia, tukamuitikia pia naye. Fakashafna ma bihi min dhur, tukamwondoshea yale yote alikuwa nayo, magonjwa na nini. Kwa hivyo dua hii, anni massani adh-dhurr wa anta arhamur rahimin, mtu anapoumwa anaweza kuomba, au sema inni massani adh-dhurr wa anta arhamur rahimin. Sawa? Kule Nabii Ibrahim kasema nini? Nabii Ibrahim kasema nini? Wa idha maridtu fa huwa yashfini, wa idha maridtu fa huwa yashfini. Na ninapoumwa yeye ndio mwenye kuniponesha, na uhakika kwamba yeye arhamur rahimin, kwa hivyo ataniponesha. Kwa hivyo jamani, tunachukua hizi dua katika msahafu, tutizame mitume wameomba nini na sisi tuige. Bila shaka kuiga huku utatuletea thawabu nyingi sana. Tutakuwa tunachuma thawabu nyingi, kwa sababu na sisi tunajaribu kuchukua mifano ya mitume na salihin walikuwa wakiomba, kwa sababu dua hizo lazima zinakuwa zina uzito wake maalum. Sawa? نتوشي تسمع هذا وبهذا نكتفي، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.